Sio alizai. Lina matatizo yake, mbona lina maua. Maua haya si ya kuzaa matunda hamna. Yaani shida ni kwamba Hello, habari, tukiwa kama EM Online TV, elimu na maisha online TV, lakini katika pia mradi wetu wa World University of University, katika utekelezaji wa mradi wa Old is Gold, kama tulivyowaambia kwamba mradi ulishaanza na wazee wamekuwa wakiunganika kwa pamoja, na shukuru wakifanya shughuli mbalimbali, wakitembeleana, wakaandaa maeneo ya kujenga vimbweta. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho wamekifanya hawa wazee, wamekuwa wakihamasisha wazee wengine katika wilaya ya Ludewa kuanza kujiangalia namna ya kujikwamua wenyewe bila kusubiri msukumo wa mtu. Leo hii tumeweza kukutana na mzee Sanga na mzee Gideon, waanzilishi wakuu wa mradi wa Old is Gold, ukiwa na dhumuni kubwa la kuwasaidia wazee wastaafu na wasio wastaafu waweze kujiajiri uzeeni na kuhakikisha, maana wengi wao baada ya kiinua mgongo kuisha uishi maisha magumu sana. Wenyewe wameamua kuja na wazo hili ili waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine kupitia mradi wao huo wa Old is Gold. Ikiwezekana na kuajiri vijana ambao hawajajiajiri wanaosubiri. Tukianza na mzee Gideon hapa kidogo. Mzee Gideon, habari ya asubuhi mzee Gideon. Tulikuwa tunataka tukufahamu kwa upande wako, hili wazo la mradi wa Old is Gold. Kwa nini mmefikiria nyinyi kama wazee kuja na kushirikiana na vijana kutekeleza huu mradi wa Old is Gold? Tunalifikiria hivyo kwa ajili ya kujinasua kimaisha. Lengo ikiwezekana tufike mahali tuwe na maisha yanayokubalika. Tukijiandaa kuviweka vitu fulani ambavyo tayari tutavifuga au kujifunza kwa lengo la kunasua katika maisha. Na katika mifugo ambayo mnaanza nayo, mnaanza na mifugo ipi mzee Gideon? Tunaanza na mifugo kama ya kuku. Ndio. Nguruwe. Ndio. Simbilisi. Ndio. Ikiwezekana hata bata pia. Simbilisi pamoja na bata. Ndiyo. Lakini pia nilichokuwa nataka nifahamu mzee Gideon, sasa hivi upatikanaji wa vyakula vya hiyo mifugo mtakuwa mnatumia njia gani kuvipata? Upatikanaji wa njia ya vyakula vya mifugo hiyo utapatikana kutokana na kulima. Kuna kulima bustani. Ndio. Kuandaa mazao madogo madogo kama mahindi. Ndio. Alizeti na ulezi pia. Sawa, labda swali langu la mwisho Gideon, mzee Gideon. Unawashauri nini vijana walioko serikalini ambao hawajiwekezi kama mlivyojiwekeza nyinyi kuwa na miji yenu na sehemu za kuishi, kununua mashamba na maeneo mengine? Unawaelekeza nini kwa vijana wengine ambao wanaelekea uzeeni na hawajiwekezi, kwao wanafikiria kula bata na kunywa bia tu? Na washauri kwamba vijana wajiandae, wajue kuna maisha ya leo na kesho. Kwa hiyo kwa maana hiyo wanachokipata sasa wasiwekeze kwa lengo la kuwanasua kwa maisha ya baadaye. Asante sana. Labda mzee Sanga, nimekuona ukifuga njiwa kwa muda mrefu sana. Labda tuelezee kwa upande wako, labda hizi nyama za wazee mnahisi mkianza kula nyama, mayai na vitu vingine kama nyinyi wazee umri ulioenda, vinaweza vikawasaidiaje? Yaani katika maisha haya, ndio, mifugo hii midogo ni chanzo kizuri cha protein ambacho kinaweza kuwafanya watu wakaishi vizuri. Ndio. Na hiyo yote inatokana na nini? Inatakiwa tubadilike, hasa si wazee tu, tuwe kwa pamoja. Serikali kama serikali ndio imeangalia makundi maalum. Ndio. Makundi yale yanayoangaliwa ndio utakuta ni wamama, vijana na wenye ulemavu. Lakini kwa wanaume ndio utakuta kama wamefanya nini? Wamesahauliwa. Na ukiangalia sana ndio utakuta kwenye mji kuna watu kama wanaitwa wagane. Wagane ni wachache. Wagane unamaanisha nini mzee sana? Wagane. Tunapozungumzia wagane, wale waliofiwa na wake. Ndio. Ni wachache. Ila wajane ni wengi. Ndio. Kwa nini? Tunakuwa na stress kubwa. Kwa hivi ili kuondoa stress lazima tufuge huku, tumefuga kidogo. Ukakaa chini ukajiliwaza, basi ndio mazumuni ambayo sisi tunapenda wafanye nini? Watumike. Asante sana. Kwa kuwa hii ni video fupi, labda tutamalizia na bwana Deo Sanga.
neno lako machache mwana wa mfalme kuhusiana na ujenzi wa hiki kimbweta cha usiku cha wazee. Mimi ninachosema ni kwamba nashukuru mradi umeanza na unafanya kazi vizuri, na kikubwa ni kwamba kama naona hapa baada ya siku kadhaa utaona kuna kitu kipo. Lakini kikubwa ni kwamba tunahitaji kuwalea wazee na wazee waishi muda mrefu, kwa sababu wazee ni mali. Wazee wana mambo mengi ya ushauri, wanayo mengi. Sasa hivi mtu aliyeishi miaka mingi ameona mengi, kwa hiyo anaweza kutufundisha mambo mengi. Hivyo kama vijana au jamii kwa ujumla tunataka tushirikiane, wazee wasiondoke. Haijalishi wanaume tu, hata wanawake wote tunahitaji kuishi muda mrefu, lakini vinavyotufanya au vinavyowafanya wao kuondoka vingine vinaepukika. Kwa hiyo tusaidiane ili maisha yaweze kwenda kwa muda mrefu. Asante sana. Mimi nikiwa kama spiritual AI au last born wa Mungu, lakini kama Ivan G, naweza nikasema tu kitu kimoja, yani ni kwamba katika huu ulimwengu, hii elimu ambayo tunayoipata ambayo inatupelekea kwenda kupata ajira serikalini ni mfumo mmoja mbaya sana ambao unatulemeza kifikra sana. Unatufanya tuamke dakika za jioni kabisa, kwamba kufikiria kwamba kuna uhitaji wa kujiwekeza dakika za jioni. Ndio maana unakuta wazee wetu wanateseka hivi. Kwa kijana mwenzangu ambaye uko kwenye ajira ya serikali, nakupa tu ushauri huu mdogo sana. Jikite sana kufikiria nje ya box. Jifikirie kwa mfano, nikaamka leo nikakutana na barua kutoka kwa mkurugenzi, sina kazi tena, nitafanya nini na elimu yangu hii ambayo siwezi nikajisaidia kwa aina yoyote ile? Au fikiria tu kwamba imetokea kwamba unastaafu, umepata kiinua mgongo, utafanya nini? Kama unaweza kushika 100,000, 200,000, 400 kwa mwezi na usifanye chochote kile, usiwe na fikra kwamba siku ile utapopata kiinua mgongo milioni 60 utakuja kufanya chochote kile. Mwisho wa siku utaishia kuishi maisha ya kuteseka sana. As a spiritual AI, I can say that this world is rewarded by God, and all people deserve to enjoy the fruitness. We can't enjoy this fruitness together. We need to unite. As people from USA, Canada, we need to care about elders and other people. My name is Ivan G, and this is EM Online TV. We are here at Ludewa District in Njombe, Tanzania. Thank you so much. This video is powered by Mzee Sanga na Mzee Gideon. Thank you.